akaendelea kutuambia baada ya kutuambiwa kullu ni'matin, na kila neema, manna Allahu biha ala ahadin, na kila neema aliyoneemesha Mwenyezi Mungu juu yoyote, hiya minhu fadlun, hiyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni fadhila, la fardhun, si lazima, si wajibu. Wa kullu niqmatin, na kila, kwa maana niqmatin uquba, na kila adhabu, anzalahu Allahu bi ahadin, aliyeshusha Mwenyezi Mungu kwa yoyote, hiya minhu adlun, hiyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni uadilifu. Adhabu hiyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni uadilifu, la dhulmun, si dhulma. Lolote utakaloliona limetokea duniani hapa kwa mfano, miongoni mwa hayo kaona watoto wachanga pengine wana maradhi mazito makubwa, mashaka yanawapata watoto wachanga. Kawaida kwa mfano, mtu ukimsogelea mtoto mchanga ukamgusa tu, watoto wako na mwanga, ndio hivyo. Waende mfano mtoto mchanga yupo, ndio ukamnyukue hivi kidogo tu, huyu vipi huyu, yani watu watakushangaa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya anavyotaka kwenye hao na wala sio dhalim. Kwa nini? Yatasarrafu fi milkihi, anafanya maendesho hayo ndani ya milki yake, na kwenye milki yake hufanya anavyotaka mmiliki, haiwi dhulma. Kwa hivyo wa kullu niqmatin, na nakama yoyote, Swahili saa nyingine usema hivyo hivyo, ndio nakama, na kila nakama au adhabu, anzalaha Allahu ya ahadin, aliyeshusha Mwenyezi Mungu kwa yoyote, hiya minhu adlun, hiyo kwa Mwenyezi Mungu ni uadilifu. Kwa maana hiyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni uadilifu, la dhulmun, si dhulma, kwa sababu dhulma haitiliki picha, haitiliki sura kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu anafanya maendesho ndani ya milki yake. Ulimwengu ni wake na vilivyo ndani ya ulimwengu ni vyake. Kwa hivyo anafanya anachokitaka yeye mwenyewe. Dhulma inakuja mtu kufanya maendesho kwenye milki ya mwingine bila ridhaa yake na ruhusa yake, hiyo ndio inakuwa dhulma. Kwa hivyo faman athabahu Allahu fabifadlihi, anayemlipa kheri Mwenyezi Mungu, anayemlipa kheri Mwenyezi Mungu basi ni kwa fadhila zake. Kwa maana anayempa yale mazuri mazuri Mwenyezi Mungu katika neema zake, fabifadlihi, ni kwa fadhila zake, si kwamba kalazimikiwa lazima ampe. Wa man aqabahu, na anayemwadhibu, fabiadilihi, basi ni kwa uadilifu wake, si kwamba amemdhulumu. Wa man aqabahu, na anayemwadhibu, fabiadilihi, basi ni kwa uadilifu wake, sio kwa kumdhulumu. Na ndio maana akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake, wama rabbuka bidhallamin lilabid, na hakuwa Mola wako hata kidogo kuwa ni mwenye kudhulumu waja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna anayemdhulumu. Hivyo katika mambo ya kukimbia, unapoona watu wanazungumza mazungumzo hasa yanayohusiana na mambo kama hayo, saa nyingine pakitajwa mambo ya qadar na mengine, hupelekea watu kuja kujikuta wanatumbukia kwenye kumnasibishia Mwenyezi Mungu dhulma. Kimbia. Ukiona watu wanazungumza mazungumzo yao, tafuta njia, kwa sababu muda wowote ukiwa utashiriki bila kuwa na utambuzi wa kuweza kupembua, utakuja kujikuta Uislamu ushauacha pembeni. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atubakishie imani yetu na Uislamu wetu.